Kwa majina naitwa CPA Charles Mhando Njamba, mbunge wa jimbo la Korogwe mjini. Nikirejea kwenye swali lako, kwanza awali ya yote nimpongeze sana Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa jicho lake la kiuongozi ambalo limempelekea kumteua ndugu yetu Daktari Lameck kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia nimpongeze Daktari Mwigulu Nchemba kupewa dhamana hiyo kubwa kwa ajili ya taifa letu. Ukirejelea katika speech yake ya leo aliyoitoa, imejaa matumaini makubwa kwa Watanzania na hususani wanyonge. Imejaa uelewa wake mkubwa wa mipango ya taifa letu kwa miaka 25 ijayo. Imejaa uelewa wake mkubwa wa shida za Watanzania walio wengi. Lakini zaidi sana ukiangalia speech yake na muonekano wake wakati wa kuongea, unaonyesha jinsi alivyodhamiria kwenda kuisimamia maendeleo ya Watanzania. Kama umesikiliza vizuri alivyoelezea historia yake ya maisha, hayo ndio maisha ya Watanzania walio wengi. Na kwa kuwa yeye anayajua maisha hayo, mimi binafsi nina imani kubwa tukienda kumuunga mkono sisi wabunge, Watanzania wakimuunga mkono, watumishi wa umma wakimuunga mkono, basi tunaenda kuleta mabadiliko makubwa na tumaini kubwa kwa ajili ya Watanzania walio wengi. Nimevutiwa sana na historia yake ya maisha kwa kuwa na mimi nimetoka katika jamii inayofanana na yeye. Lakini na mimi katika kampeni zangu nimepita na kuyaona maisha ya watu kwenye kampeni za nyumba kwa nyumba. Yale aliyoyasema ndiyo ambayo Watanzania wanahangaika nayo kwa sasa. Lakini mwisho alivyokuwa anahitimisha, amesisitiza sana kuhusiana na uwajibikaji. Eneo ambalo tunapolipuuzia linalenda kuleta madhara makubwa katika hatua za kimaendeleo za taifa letu. Na baadaye serikali na sisi wawakilishi wa wananchi tunaonekana kama hatufanyi, lakini kumbe ni watu waliopewa dhamana wadogo huko chini ambao hawafanyi kwa wajibu wao. Mimi naungana mkono na yeye. Twende tukahakikishe uwajibikaji unatokea kuanzia level za chini kabisa. Kwa kila yule aliyepewa dhamana katika nafasi yake awajibike kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu.